بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Rajab mwaka 1439 katika darasa ya kitabu Akhlaqul Ulama للإمام الآجري رحمه الله تعالى. tulimalizia jana walillahi alhamdu wal minna tukiwa tuendelea na babu awsafi ulama alladhina nafa'ahum Allah bil ilmi fi dunya wal akhirah. tukaanza na dhikru sifatihi li talab al ilm, sifa za hao wanaovioni wakati wanapotafuta ilmu. na jana walillahi alhamdu wal minna tukaweza kumalizia, na leo insha Allah taala taanza na dhikru sifatihi في مشيه إلى العلماء. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. قال: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. ذكر رحمه الله تعالى من صفة طالب العلم في مشيه في طلب العلم السكينة والوقار ولزوم الأدب. ametaja hapa rahimahullah ta'ala al-Imam al-Ajurri sifa ya mwanafunzi anayetafuta ilmu ya kisheria katika kutembea kwake kwa ajili ya kwenda kuitafuta ilmu, kuwa hutembea na utulivu na unyenyekevu, na hulazimiana daima na adabu za kisheria. adabu sharia التي جاءت بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة. adabu za sheria, na sheria imekuja na adabu zilizokamili na akhlaq zilizobora kabisa. fahuwa yamshi birifqin wa hilmin wa adab, akitembea atembea kwa upole na kwa adabu. muktasibun fi mashihi kulla khair,
akiwa achuma katika mwendo wake kila khairi. Limadha? لأن الذي أخرجه من بيته هو الخير, kwa sababu kile kilichomtoa nyumbani kwake ni khairi. لم يخرج إلا لخير ولم يطلب بخروجه إلا الخير. hakuna kilichomtoa nyumbani kwake kwenda kule anakoelekea isipokuwa ni khairi. kadhalika hajataka katika kutoka kwake isipokuwa ni kutaka khairi. fahuwa muyammimun lilkhairi wa qasidun lahu, kwa kule anakokwenda akusudia khairi. fayaktasibu fi mashyihi fi kulli marratin yamshiha khair, kwa hivyo akawa ni mwenye kuchuma katika mwendo wake kila mara anapotembea achuma khairi. فلا يزال في كل مشي يكتسب خيرات تلو خيرات لأنه لا يخرج إلا لخير ولا يمشي إلا لخير. kwa hivyo haji katika mwendo wake kukusanya khairi baada ya khairi, sababu ni kuwa kilichomtoa nyumbani ni khairi, aitafuta khairi. قوله تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، أي أن يبقى وحيدا دون أن يخالط الناس. wakati mwingine upenda kubakia peke yake bila ya kutangamana na watu. فيكون للقرآن تاليا, ani mwenye kuisoma Qur'an, mikaa peke yake soma Qur'an. na haya atakayoyataja ni katika mambo ambayo kwa kweli wengi katika wanafunzi leo tumeyakosa, na yatakikana maneno kama haya adhimu tuyasome na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi kuyatabikisha. Kwa mtu wakati mwingine apenda kubaki peke yake. Sisi huwa tupenda kuwa na watu, mara nyingi sisi tupenda kuwa na watu, na ukiangalia sababu ya kupenda kuwa na watu pia si sababu ambayo yarejelea kwa faida katika dunia yetu na dini yetu, bali tupenda kuwa pamoja kwa ajili ya kuchekeshana. mtu ana raha akiona wenzake wacheka saatan fa saa tayyib, lakini yeye daima kuwa na watu wapenda kwa sababu apenda kucheka, apenda kula. Aona nikiona wenzangu kuna kula, twendeni mahali fulani tukale, twendeni mahali fulani tukale, kula tu. Kwa matangamano yake na watu wengine ni kula tu. Ama asafiri katika sehemu za ajabu ajabu apoteze muda wake. Kwa hivyo kuwa na watu, get together bwana, nini tunue mbuzi twende mahali fulani tukachinje tule, si mara moja moja, la, daima yapenda mambo ya starehe. Yani bimaana lau kama atafunguliwa milango huyo mwezi mzima aweza kustarehe wala habari hana, basi tu vile dhurufu hazimruhusu. Lakini tizama al-Imam al-Ajurri rahimahullah ataja katika sifa za wanavyuoni taratan yuhibbu al-wahdata. Kwa nini apenda kuwa peke yake? Sema fayakunu lilqur'ani taliyan, kiti soma Qur'an. wataratan bidhikri mashghulan, na wakati mwingine huwa ameshughulishwa na kumtaja Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. wallahi billahi alaykum mata hasala hadha, ni dini mmoja wetu alikaa peke yake kando akasema wacha mimi nikae nimtaje Mola wangu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Akakaa kando hivi tu yeye amtaje Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ushajichunguza nafsi yako kwa hili alifanyiki? Wengi wetu jambo kama hili hatulifanyi. Na lau kama utajiuliza nafsi yako lini ulikaa peke yako kwa nia hiyo, utakuta ni siku za hesabika. Ikiwa ushakaa ni siku za hesabika. Tupenda kuwa na elimu lakini hatujui ile mizigo ambayo tunayo
katika kutafuta ilmu kwetu. Wallahi ni mzigo mzito na masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wapenda tu kuambia yule fulani yule mashallah ana elimu ile. Je, amali zako zikoje? Ukasikia watu wakusifu mashallah mtu fulani mashallah tufaidika, lakini wewe wajijua zaidi nafsi yako. Usighurike na maneno ya watu. Kila mtu ajifahamu nafsi yake. Na ndio aima kama mfano kina al-Imam Az-Zuhri na wengineo, huja mtu akamwambia mimi mmekuota wewe uko peponi, mfano mmekuota uko peponi, inshallah ni bishara njema hii. Amwambia idhhab nahnu a'lamu bi anfusina min ashabil manamat, sisi tujijua zaidi nafsi zetu kuliko watu usingizini kulala kuota. Tujijua wenyewe hali zetu mbovu kuliko wewe kuniambia mimi mmekuota uniote nifanyeje kwenye ndoto. Kwa hivyo ukamwona bidhikri mashghulan wa taratan yuhaddithu nafsahu bi ni'ami Allah azza wa jalla alayhi. Na hili pia ni jambo ambalo wengi wetu hatuna, bali tunaweza kusema hatuna, kuwa mtu akae peke yake kisha aanze kutaja neema Allah alizompa. Alhamdulillah, Allah amenipa mimi neema hii, amenipa mimi neema hii, na neema zote hizo wayaktadhi minha shukra, zataka umshukuru Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kule kukaa kwako chini ukataja neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzishukuru, kile kitendo pia ni neema, chahitaji shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumshukuru Allah hakuna mwisho. ويستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. نجلين لنا الله سبحانه وتعالى kutokamana na shari ya kusikia kwake, kuona kwake, ulimi wake, nafsi yake na sheitani wake. Sababu kila mwanadamu ana sheitani, na ikiwa mwanadamu atakuwa katika ghafla, basi sheitani yuko pale halali, ataka daima ampoteze yule mwanadamu. Kwa hiyo fataratan يفضل الخلوة من أجل أن يشتغل بقراءة القرآن والتدبر في معانيه. wakati mwingine hupendelea na kufadhilisha kubaki peke yake kwa sababu ya kujishughulisha na kuisoma Qur'an na kuizingatia maana yake. Na wallahi jaribu kaa kando peke yako, soma Qur'an, kisha ujaribu kufahamu kile unachokisoma, uone ile athari kubwa itakayopatikana kwa muda mfupi sana. So mara nyingi sisi tusoma Qur'an haituathiri kwa sababu utachukulia kule kusoma Qur'ani tu ndio amali, si kuitendea kazi ile Qur'an. Yani Qur'an imeshuka ili izingatiwe, ifanywe kazi. Sisi kwetu sisi malengo ni kuisoma, kule kuisoma peke yake tukichukulia ndio ibada basi, bila ya kuizingatia wala kuitendea kazi. Bali waweza kuwapata baadhi yetu tuisoma Qur'an na baadhi ya mambo ambayo ni ya wajibu kuyatekeleza, wengine wakawa wana matatizo nayo, kama ibada ya swala. Ukamwona mtu asoma Qur'ani katika Uislamu na swala yake ni ya mabakubako, hii yaweza kupata ili akaikosa. Na yajua kusoma Qur'an, si ati yajua. Naweza kuwa yuisoma Qur'an na yuasoma waqimus salata wa atuz zakat, na makatazo makubwa yaliyokatazwa pale ndani ya Qur'ani tukayasoma na sisi tukayafanya. Sallallahu alaihi wasallam. Au min ajli al-ityan bil adhkari au al-istighfar au ad-du'a, au apenda akae peke yake wakati mwingine afanye adhkar, alete istighfar, aombe dua. Hakuna mtu ambaye hana shida katika ulimwengu, sote tuna shida, ingawa shida za watu zatofautiana. Talib al-ilm pengine labda shida yake kubwa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi,
katika kutafuta ilmu kwake, na mwingine ana hili na mwingine ana lile. Ukakaa peke yako muombe istighfar Allah subhanahu wa ta'ala, umtaje Allah subhanahu wa ta'ala, umuombe dua, au tafakkur fi ni'amillahi ta'ala alayhi, au hukaa peke yake akawa afikiria zile neema Allah alizomneemesha nazo. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, hata ukakaa chini ukazihesabu neema Allah alizokupa huwezi kuzidhibiti, idadi nyingi. Ni'matullahi alayhi fi sam'ihi wa fi basarihi wa fi sihhatihi wa fi waladihi wa malihi, akumbuke neema za Allah juu yake katika kusikia kwake, kuona kwake. Allah amempa siha na afya, Allah amemneemeshia kwa watoto wake, amempa neema katika mali yake. yote haya afanya liyataharraka lisanuhu wa qalbuhu hamdan wa shukran lilmun'im subhanahu wa ta'ala, ili ulimi wake upate kutaharrak kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile neema nyingi alizompa, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala aliyemneemesha kwa neema hizi. Wallahu jalla wa ala yaqul وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ukishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, Allah atakuongezea katika zile neema. Na wengi kati yetu sisi tuishi na dhiki kwa sababu hatuoni neema za Allah juu yetu. Wallahi wa rabbi, kuna watu wana neema kubwa kubwa lakini haoni ile neema Allah aliyompa, kwa sababu hakai chini akazingatia akafikiria kuwa angalia, hii ni neema, hii ni neema, hii ni neema. Ukamwona yeye shughuluhu shaghil, aweza kukaa chini akafikiria, mbona mtu fulani bwana ana jambo fulani mimi sina. Amuona yule bwana yule nilisoma naye, angalia leo ana nyumba mimi sina, angalia ana gari kubwa lile mimi sina, ana hili mimi sina. Yeye kazi yake kuangalia kile asichokuwa nacho. Mwenye baskili amwangalie mwenye pikipiki, amuonee wivu; mwenye pikipiki amtizame mwenye gari, amuonee wivu; na mwenye gari amtizame yule aliye juu ya ndege, aseme lau kama ningelikuwa na ndege mimi ningelikuwa bora zaidi kuliko ile gari ndo nalo. Kila mmoja amtizame yule aliye juu yake katika dunia, akawa mtu aishi na dhiki, adharau neema za Allah juu yake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha na kutuambia, umburu ila man huwa asfala minkum. Katika mambo ya kidunia mtizame aliyokuwa chini yako. Ikiwa huna nyumba wewe ulikodisha, kuna mwingine alala barabarani, hana hata uwezo kukodisha. Ikiwa wewe una baskili, kuna watu wakanyaga miguu yao namba 11 kwenda kurudi usiku na mchana. Ikiwa wewe una gari, basi ujue kuna wengi sana ambao watembea kwa miguu, wapata tabu, warauka alfajiri kwa sababu wafiki kazini mapema, hana uwezo. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizo. Undhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Katika dunia usiangalie mtu aliyokuwa juu, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Tazama Mtume sallallahu alayhi kufanya hivyo ndio zaidi kutawafanya nyinyi msidharau neema za Allah juu yenu. Hamtadharau neema za Allah juu yenu ikiwa mtawatizama waliokuwa chini yenu. Na kama kuna mtu ana neema ni talib ilm, kwa sababu hakuna kitu cha ghali katika dunia kama kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kama kuwa na ilmu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. وتارة يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه. na wakati mwingine ajilinda na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari ya masikizi yake, shari ya kuona kwake,
shari ya nafsi yake, shari ya sheitani wake. السمع له شر كما أن البصر له شر. masikizi yana shari yake kama vile kuona kuna shari yake. والمطلوب من العبد أن يستعيذ من شر نفسه من شر سمعه ومن شر بصره. kinachotakikana kwa mja ni ajilinde na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari ya kusikia kwake na kuona kwake. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر فؤادي. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. hii dua imethubutu kutoka Mtume صلى الله عليه وسلم akimuomba Allah amlinde kutokamana na shari ya kusikia kwake, kuona kwake, shari ya ulimi wake na shari ya moyo wake. فيتعوذ من شر سمعه وشر السمع أو شر السمع أن ينشغل السمع بسماع الحرام. na shari ya masikizi ni pale mtu anapojishughulisha kusikia kwake na vile ambavyo ni haramu kwake yeye kuvisikiliza. Utaona baadhi ya watu hukaa akaona apumbazo kwa kusikiza mziki, awasha mziki akaa asikiliza. Au wengine katika wale ambao wajiona wameendelea, utaona na samaati zile earphones, mwenyewe afanya mazoezi yake ambao ni kitu kizuri, lakini badala ya kusikiza kinachomfaa eti masikio yake amejaza mziki, asikiliza mziki huku yafanya mazoezi. Aona maendeleo kwa sababu fulani yafanya, ambapo aweza kutumia fursa kama ile kusikiza nini? Qur'an, kusikiza darsa akafaidika. Lakini ukamuona kwa sababu fulani afanye hivyo na yeye pia afanya kwa namna hiyo. hii ni katika shari ya kusikia. وشر البصر أن ينشغل البصر برؤية الحرام والنظر إلى الحرام. na shari ya macho ni pale macho yatakaposhughulika na kutizama kile ambacho ni haramu. nasallallahu alafiyata wassalam. وهذان يعني السمع والبصر hivi tu viwili minhuma taridu alwaridat ala alqalb, vile vinavyoingia ndani ya moyo wa mwanadamu hupitia kwa macho yake na masikio yake. Sikiliza vizuri, chunga kile kinachoingia katika masikio yako na kinachopitia macho yako huathiri ndani ya moyo wako. والقلوب إنما تمرض وتتلوث في الغالب بحسب ما يدخل عليها. na nyoyo mara nyingi huchefuka na kuharibika kulingana na kile kinachoingia ndani ya ule moyo kupitia nini? Masikio na kupitia macho. imma min as-sam' au min al-basar, imma min an-nadhar al-muharram au min as-sam' al-muharram, imma kupitia macho au masikio, kusikia haramu au kuona haramu. فهذا شر في سمع الإنسان وشر في بصره. ni shari katika masikizi ya mwanadamu na ni shari katika kuona kwake. ينبغي على العبد أن يستعيذ بالله تعالى من ذلك. takikana mwanadamu ajilinde na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari hii. وفي الدعاء المأثور اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني لا إله إلا أنت. كان يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى كما في الأدب المفرد للبخاري وغيره. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika adhkar sabah wal masa akimuomba Allah amlinde kutokamana na shari ya hivi tulivyovitaja. Allahumma aafini fi sam'i
اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني لا إله إلا أنت. فيسأل الله من أن يكون لسانه لسانا يعني يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يكون لسانه لسان نمام أو لسان مغتاب أو لسان ساخر ومستهزئ au lisana ta'an wa la'an. Amuomba Allah amlinde usije ukawa ulimi wake ni ulimi wa umbea, kutia fitna baina ya watu, ama ukawa ni ulimi wa kusengenya au ulimi wa kufanya maskhara na watu na istihza. Kwa kiona watu wafanyia mzaha, fanya istihza mpaka watu hawapendi shari ya ulimi wake. Ulimi wake yule bwana mchafu kweli kweli. Ukaona baadhi ya watu, kuna watu wakija katika vikao wao hukaa kimya, manake ajua tu nikizungumza kitu yule bwana atazungumza maneno yataniudhi siku nzima, sitokuwa na raha. Na kuna baadhi ya watu wajiona ni ushujaa, wajua mimi ukupa mbele za uso wako bwana, sijali mimi, akaona ule ni ushujaa. Si ushujaa. Kuna mambo mengine yabidi unyamaze, umwangalie tu yule mtu, usimwambie chochote. Lakini kuna watu ndimi zao chafu, ndimi zao chafu mbaya sana. Wana misemo yao ya Kiswahili usema ulimi kama sijui nini, lakini wako watu namna hii ni shari ya ulimi. Au kawa ta'an la'an, kazi yake kuponda tu pale ambapo pastahiki, kama walivyo Rafidha. Ukaona kazi yao ni kulaani tu masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii shari zamani watu walikuwa wakiona kwa mbali, iko Irani huko, leo imeingia mpaka chini ya milango yetu. Na ni masuhulia makubwa yako juu ya Ahlus Sunna kwa ujumla. Kwa leo watu wamekuwa waingia katika watu kama hawa ambao ndimi zao chafu za kulaani na kuwatia dosari wema katika viumbe baada ya mitume. Walillahi alhamdu wal minna, Ahlus Sunna duatu wamefikisha. Wako katika wasikilizaji waliopinga ambao werevu sana wao, mtu ajue hata masharti ya la ilaha illa Allah wala nguzo za la ilaha illa Allah, yasema ndugu zetu hao. Na walioandika vitabu wameandika, wana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wamefikisha. Ilipofika wakati wa kuchapisha vile vitabu hawana uwezo. Wale ambao Allah amewapa uwezo ni masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili jambo walijue. Wataulizwa thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im. Katika kila neema Allah aliyokupa atakuuliza. Tuyawache haya, yana wakati wake. Yasta'idhu billahi min dhalika kullihi, amuomba Allah amlinde na yote haya. Wallisanu lahu shurur 'azimatun jiddan, na huu ulimi una shari kubwa mno. Wa khataru al-lisan 'ala al-mar'i wa jinayatihi alayhi laysat bilhayyina. Ulimi shari yake kwa mwanadamu si ndogo wallahi, bali sababu kubwa ya watu kutumbukizwa ndani ya moto wa jahannam ni ulimi. قد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Kipi kinachowatumbukiza watu ndani ya moto kwa nyuso zao na pua zao wakaingizwa ndani ya moto wa jahannam, isipokuwa ni kwa sababu ya kilichochuma ndimi zao. Na wewe chunguza, utakuta kuwa ulimi umefanya kazi kubwa sana wal billah katika wengi kuingia ndani ya moto wa jahannam. فاللسان أمره خطير جدا، ليس على اللسان وحده بل على البدن كله، كمل مزيما، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. kila anapoamka asubuhi mwanadamu viungo vyote huambia ulimi, tizama bwana, mche Allah juu yetu, sisi tutakuangalia wewe, ukinyooka na sisi pia tutanyooka, ukipinda na sisi tumepinda. Huu ulimi, lau kama watu wangelikuwa wajua sharia yake wangeifunga ulimi wao katika jela ya mbali sana. Mtu aweza kutamka neno moja tu akaona si chochote, lakini ndio sababu ya kutumbukia ndani ya moto wa jahannam umbali wa miaka 70. inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhati Allah la yulqi laha balan yahwi biha fi nar jahannama ma baina al-mashriqi wal maghrib. Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu aweza kutamka kalima neno tu moja, afukuzwa mtu ujue atoka wapi, piga ua, wewe umekata ua, kisha ukanyamaza, na naama kauawa, na maskini kumbe hayumo katika wala hukumu yake si kuuawa, lakini ulitoa neno, sio lile neno lako ulilitoa, pengine labda ulilitoa kimzaha hukutarajia kuwa litamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni sababu ya kutumbukia ndani ya moto wa jahannam ma baina al-mashriqi wal maghrib. sallallahu alaihi فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر لسانه ومن شر نفسه الأمارة بالسوء. na pia ajilinda na Allah kutokamana shari ya nafsi yake inayoamrisha maovu. ومن شر شيطانه الذي يدفعه إلى الحرام. na kutokamana na shaitani ambaye amsukuma katika kufanya yaliyo haramu. والتعوذ بالله من شر النفس وشر الشيطان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاتيان بهما معا في ذكر الصباح والمساء وعند النوم. imekuja kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم mafunzo ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi kutoka na shari ya nafsi na shaitan kwa pamoja katika adhkar as-sabah wal masa na adhkar an-nawm, كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به إذا أصبح وأمسى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه alimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم nifundishe dua ambayo nitakuwa nikimuomba Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. فقال له Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك. sema ukipambaukiwa na asubuhi na jioni na ukiwa wataka kulala. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه. na katika riwaya nyingine wa sharakihi, mitego yake shaitan na shirki yake, kwa sababu shaitan huvutia watu katika shirki. wa sharakihi, yani yale mitego anayoyaweka shaitan kwa ajili ya kuwapata wanadamu na kuwatumbukiza katika maovu. wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslimin. na hii ndio natija ya shari. natija yake ni mwisho kuwa imma utajifanyia nafsi yako uovu, ama uovu wako utampelekea ndugu yako Muislamu. sharru an-nafs wa sharru ash-shaytan hadhani masdara as-su'i wash-sharri wa manba'uhu. ukitaka chimbuko la shari na uovu wote, basi uko katika hivi vitu viwili, nafsi na shaytan. فالشر الذي يصدر من إنسان منبعه إما من النفس الأمارة بالسوء أو من الشيطان. shari yoyote inayotokamana na mwanadamu, imma kutoka katika nafsi yake inayoamrisha uovu, ama kutokamana na shaytan. فاستعاذ بالله من منبع الشر ومصدره. hapa
Mtume sallama akatufundisha kuwa mwanadamu ajilinde na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na haya machimbuko mawili ya shari na balaa. وفي قوله وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم هذه نتيجة الشر. هي ndio نتيجة يا شاري. النتيجة أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم فهذا فيه التعوذ بالله من مصدري الشر kujilinda na Allah kutokamana na masdar hizi mbili na chimbuko la shari. Nafsi inaamrisha uovu, kadhalika shaytan anempambia mtu mambo ya haramu akamtumbukiza ndani yake. Bado tutaendelea kutaja dhikru sifatihi fi mashihi ila ulama katika darasa itakayokuja insha Allah taala. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.